Biblia inasema katika Methali 31:10 mpaka 12, mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mmeo mwamini, wala hatakosa kupata mapato. Utendea jema siku zote za maisha yake. Uwe mke mwema anayesababisha wema ndani ya familia kupitia mume wako, ili kusudi mume wako asitaabike na kutaabishwa hapa na pale. Heshimu na kumuona ya kwamba yeye ndiye bwana wako anayekutunza na kushikilia baada ya kuwa wazazi wako wamekutunza kwa muda kadhaa. Sasa anashika wajibu huo, na kila mmoja anashika wajibu kwa mwenzie. Huyo mume wako anashika wajibu wa kukutunza wewe, lakini na wewe pia unashika wajibu wa kumtunza mume wako, badala ya wale wazazi ambao walikuwa wanakutunza au wale walezi walikuwa wanakulea. Taje kushika wajibu huo kwa uzuri, maana ni mtumishi katika nyumba zetu, lakini pia ni mtumishi ambao Yesu atautolea thawabu kwa wale wanaofanya vizuri namna hii. Ni pia nahitaji jitunze pia, hilo nisisemee sana, lakini sina shaka ningekuwa kama mazingira mengine ya huko mbali na hapa na muonekano wenu, nisingekuwa na labda ningetilia msumari zaidi, lakini sasa hivi wote, hata kama uweze kujifunza kujitunza, wengine mna simu kwenye mtandao, mnaangalia watu ambao najitunza na nini, lakini usiangalie yote, maana huko nako kuna uozo mwingine ambao sio mzuri. Angalia kile kinachokuhusu, kinachoweza kukufundisha vizuri, lakini kile ambacho kinakufundisha vibaya usikiangalie, maana dunia ina mambo mema na mabaya pia. Kwa hiyo ujitunze. Biblia inasema katika mstari ule wa 22-23 kwamba ujifanyia masuria ya urembo na mavazi yake ni kitani safi. Kwa hiyo jifanyie masuria ya urembo, endelee kuwa mrembo wa huyo Bwana, usiendelee kukata tamaa kwa kuona umechakaa, umekuwa ndivyo sivyo. Na hapa sana nikamjimji kidogo, macho yanaweza kupepeta akiangalia hivi na vile. Sasa akiangalia na wewe umeshajishika hivi, unasema sasa mbona nafsi yangu haridhiki sasa. Kwa hiyo ujaribu kuichochea nafsi ya mume wako kwa kujitunza kwa muonekano, na yeye pia atajitahidi kutafuta yale matunzo ya kufanya yatumie ili uendelee kuonekana vizuri. Lakini pia umheshimishe na mume wako pia. Mume wake hujulikana malangoni akitipo pamoja na wazee wa nchi. Soma ile mstari unaofuata pale 22-23 katika Methali 31, atajulikana kwa watu baada ya kumheshimisha. Mtunza vizuri, ametoka vizuri. Kama anajishika shakalabaka na nimwambia usiniaibishe, toka hapo umevaa vizuri na hivi ili kusudi sionekane ya kwamba mimi ndiye nimekufanya uwe hivyo. Kwa hiyo kutunzana na kuonyesha muonekano ulio mzuri inatia moyo kwa jamii inayoona, na wewe pia unapojiona pia unajiona niko vizuri angalau. Lakini basi maisha ya kiroho, rohoni zaidi ipo kwa kuangalia umakini sana. Basi lakini ufanye kazi kwa bidii. Mstari wa 27 katika Methali hiyo 31, na mke huyo hali chakula cha uvivu, anafanya kazi. Fanye kazi ili mzalishe. Umekuja hapa mjini, kama una ufundi basi chuchumilie huo ili kusudi uweze kuzalisha zaidi, maana ndizo sifa za mwanamke pia mzuri. Fanya kazi kwa bidii. Kama ni jambo la kulima, namba 7 ipo, basi namba 7 nayo ishikwe bila kuizembea, ili ilete mafanikio ya kuweza kupata chakula, mavazi na nyumba na maendeleo mengine yanayoendelea baada ya kuwa umejenga huu msingi wa mambo matatu. Maana mahitaji ya mwanadamu ya msingi ni matatu au mane, ambapo ni chakula, nguo na nyumba, lakini pia mahitaji mengine ni ya kinafsi. Hayo sasa ndio pale kusaidiana, kuchekeana, kutiana moyo, kupeana pongezi, kusameheana ili nafsi isiharibike, na hatimaye pia kupeana upendo wa dhati. Unaendelea kutunza ile nafsi ili kumpatia mahitaji mwenzi wako kupitia mahitaji ya nafsi. Mahitaji mengine ni ya kijamii ambayo serikali inaweza kuyashughulikia kama barabara, zahanati na vitu maji na vitu vingine. Lakini navyo pia vinachangiwa na wananchi kwa kutoa kodi. Toeni kodi tujenge nchi yenu, uweze kupata fedha za kujenga nchi. Hata kama wakati mwingine tunatoa kodi, hata maendeleo mengine hatujaona vizuri, basi tusikate tamaa, tufanye wajibu wetu. Kama viongozi wanashindwa kushughulikia jambo hilo la kuleta maendeleo wakati wananchi wanatoa kodi, basi Mungu naye atawauliza, kwa sababu hakuna aliye juu ya Mungu. Ipo siku na wao watasimama mbele ya Mungu. Lakini wewe fanya wajibu wako. Lakini pia na wewe akikukosea, msamehe huyo mume wako. Msamehe, na hatimaye wanaume waga hawaombagi msamaha wakati mwingine.
Wewe ukiona kwamba imeisha, usijeze useme nimekusamehe. Usimng'ang'anie hao wanaume kutumikia bwana, kuna kiburi fulani. Wanaume hapendi kusema nisamehe, nimekukosea. Wewe ukiona ameachilia, wewe sasa umesamehe, jamaa mdinga ameshasamehe, haina shida. Hata kuanza kucheka naye na nini, ameisha tayari. Hata kumng'ang'aniza useme nisamehe, ndipo na mimi nijue kwamba ni kumng'ang'aniza hivyo, mtakuwa mnapelekana, pengine utaikuwa na kuishi naye na kuishi na watu pia ni kusomana tabia. Lakini akikukosea msamehe, msameheane ili kusudi mweze kutunza heshima ya ndoa. Kama wao nimesema, samaha ni msingi au ni nguzo ya nyumba. Ili pia mtumikieni Bwana. Mtumikieni Bwana kwa kutoa heshima mbele zake kwa muda wa ibada. Ieni vizuri, yoni kanisani, msifu na kumshukuru Mungu. Muimbe, kwaya zipo, kusifu na kuabudu kupo. Ufanye mazingira mbalimbali yanayofanya kwamba Mungu afurahia kwamba wale ambao niliwapatia baraka katika ndoa yao wananisifu na kuniabudu kanisani. Lakini pia toweni matoleo kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Mungu. Kikumi, sadaka na shukrani, michango mbalimbali, harambee na vitu vya kujenga ufalme wa Mungu. Msivipe mgongo, mpe macho, mvione na mvishughulikie. Mkiomba Mungu naye atasikia na atawabariki. Lakini mkivipuuzia, taanza kuona ndoa yenu na fubaa, mnauliza shetani katoka wapi? Kumbe ni ninyi wenyewe mmeshindwa kufungua baraka ya Mungu kwa kujitoa kwa Mungu, kwa maisha matakatifu na maisha ya kujitoa kwa mali na mambo mbalimbali. Naanza kupata ndoa ambayo ina umaskini. Umaskini ni mbaya, ni pepo mbaya sana. Na katika maisha yangu au maisha wengine ambao nawaambia, pepo ni mbaya, umaskini ni pepo mbaya sana, nahitaji kumkemea, maana umaskini ni mbaya. Ndio maana tunafundishana kufanya kazi, kufanya juhudi mbalimbali za uzalishaji ili tuweze kupata mafanikio. Kanuni ya 3, nahitaji mnafunga ndoa isiyo ya kuachana. Ndoa ya kuachana, badala yake ni ndoa ambayo itaendelea mpaka Mungu mwenyewe apitishe mapenzi yake. Kwa hiyo wakati mwingine, haya ndio mambo matatu ambayo mnahitaji kujua kwamba mnaingia, na mkiatumikia vizuri, Mungu wa mbinguni atawabariki na ninyi mseme amina. Basi niombe msimame muweze kula kiapo chenu cha ndoa. Sasa nipende sasa kuuliza wengine ambao mko hapa, naweza kuonyesha ya kwamba mchungaji aliyesajili ndoa ameenda haraka, hakunipa nafasi niweze kutoa maelezo yangu juu ya kutaka haki yangu juu ya hawa watu. Sasa napenda kuwauliza ambao mko mbele ya hawa maharusi. Wapendwa, nasema na mkutano huu tumekusanyika hapa pamoja mbele ya Mungu na mbele yetu. Sasa kama mashahidi, tuko hapa ili kuwaunganisha mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu ya ndoa, katika ndoa takatifu. Ndoa imesifiwa katika maandiko na kusisitizwa kwamba iheshimiwe na watu wote. Kwa sababu hiyo haifai kuingia katika hali hiyo hiyo kwa haraka au kwa kutokufikiri. Na watu hawa sasa wanataka kuunganika pamoja katika kumcha Mungu katika ndoa yao. Na sasa kama kuna mtu yeyote anayeweza kuonyesha sababu halali na za haki watu hawa wasiunganishwe, aseme sasa au wanyamanze siku zote. Kama yupo, sekunde chache nakupa tu, naweza kunyosha mkono. Basi naona hawapo na wasiwepo milele. Basi naona hamna pingamizi lolote katika ndoa yenu. Na kwa maana hiyo sasa nahitaji kuwa katika kuwashukuru na kuona kwamba mmejishika vizuri katika ujana wenu. Hamkuwa na ulaghai wa njia mbalimbali za kuleta udanganyifu katika ujana wenu. Sasa ni wakati sasa ambapo napenda kuwauliza maswali. Kama mtakavyojibu katika siku ya hukumu na ya kutisha, ambapo siri zote za mioyo ya watu wote
Atakapofunuliwa, nataka ninyi muungame kama mmoja wenu akijua kitu cha kuwazuia msifunge ndoa hii takatifu. Asante. Sasa ninyi wawili naamini hamwezi kujipinga. Mpaka leo umeonyesha mambo haya mbele ya Mungu na mbele ya jamii hii. Kwa hiyo mnakubaliana. Sasa takuwa mnajibu, jibu langu kwa hili swali takuwa ndio, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Nitaanza kwa upande wa kijana na kuuliza kijana Theonesti Felix Julius, je, unapenda mwanamke huyu awe mke wako wa ndoa, muishi naye katika hali takatifu ya ndoa, utampenda na kumheshimu, utamtunza katika ugonjwa na uzima, na utawaepuka wanawake wengine wote na kuwa naye peke yake siku zote za maisha yenu wawili? Kama jibu ni ndiyo, sema ndiyo, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndiyo, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Asante sana. Mmesikia, atafanya hivyo na Mungu amsaidie, si ndio? Kinyume chake ni kwamba usipofanya hivyo Mungu akusaidie. Sasa asipokusaidia itakula kwa nani? Ni kwako. Kwa hiyo usiwe mtu mwenye kujinyanyapaa. Umeelewa swali kwamba umemkubali kuwa mke wako, mtunze katika hali zote, usiwe na mwingine ambao unaweza kumwambatanisha naye. Kwa hiyo Mungu atakusaidia, wapo utawajibika ipasavyo. Sasa napenda kuuliza kwa upande wa binti. Napenda kuuliza binti Jacqueline James, je, unapenda mwanamume huyu awe mume wako wa ndoa, muishi naye katika hali takatifu ya ndoa, utampenda na kumheshimu, utamtii na kumtunza katika ugonjwa na uzima, utawaepuka wanaume wengine wote na kuwa naye peke yake siku za maisha yenu wawili? Kama jibu ni ndiyo, sema ndiyo, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Ndiyo, nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Asante sana. Nasema kwa ujasiri, huo ujasiri uendelee, Mungu atakusaidia tu. Katika mchakato wa maisha ni kujitahidi, usibweteke na kuona kwamba Mungu anajua. Mungu ameshakupa utaratibu wa kufanya, ufanyie kazi ili kusudi na yeye apate kukubarikia. Sasa nitaomba ugeukiane hivi. Ugeukiane kwa sababu mahali ambapo unaendelea kupeana ushuhuda. Pale wa kijana, simama mbele ya huyo mwanamke wako. Nasema maneno ya kumshuhudia mbele yake na mbele ya Mungu na watu hawa, jinsi gani tunavyoendelea kukia kwamba tamtunza. Sema, mimi Theonesti Felix. Sema, mimi Theonesti Felix. Mimi Theonesti Felix. Na kupokea wewe Jacqueline James. Na kupokea wewe Jacqueline James kuwa mke wangu niliyekuchagua. Kuwa mke wangu niliyekuchagua. Kuwa nawe siku zote. Kuwa nawe siku zote. Kuanzia leo. Katika hali njema. Ama mbaya. Na umaskini. Ama utajiri. Na ugonjwa na uzima. Nitakupenda. Na kukulinda. Siku zote. Tutakazoishi. Sote wawili. Na Mungu nisaidie. Umesikia hayo bibi harusi? Siku akiakiuko mwambie siku ile ulisemaje? Siku ile usimkunye mpaka damu zikatoka. Mwambie mbona umekiuka. Kwa hiyo ameyatamka mbele yako hivi, na ndio maana nimependa kuwa narudia naye anasema hata kama ungekuwa naweza kusema mbele yako. Sasa naomba na wewe useme binti, useme mimi Jacqueline James. Mimi Jacqueline James.
na kupokea wewe Theonesti Felix kuwa mume wangu niliyekuchagua, kuwa nawe siku zote, kuanzia leo, katika hali njema ama mbaya, katika umaskini ama utajiri, katika ugonjwa na uzima, nitakupenda na kukutii siku zote tutakazoishi sote wawili. Mungu nisaidie.